Mungu awabariki jina la Yesu Kristo sana, abariki waimbaji cyane kandi umugisha abaririmbye jina la Yesu Kristo. Na wasalimia tena kwa furaha. Basi mwakanije jina la Yesu Kristo. Nilifika huku ilikuwa juzi usiku, nageze nijoro. Nilikuja haraka sababu ya mtoto wangu ambaye alikuwa mgonjwa. Nikakusudia kama nitakusanyika nanyi jioni ya jana, lakini lakini nafurahishwa na kwamba kusanyika mwai asubuhi na wapendwa wa ndugu zangu na wazangu jina la Yesu Kristo. Mungu abariki mchungaji wa Ibuni kwa maana nilikuja na sijui kama nitahubiri sababu hatukuongelea, lakini kwa upendo mwingi anasema niwasalimie. Na Mungu abariki mzee Luka naye amehubiri leo, lakini wananipa nafasi. Niko na watumishi wa mzee Mungu awabariki. Wengine watumishi wenyewe wananiona kunyumbani, anaona yeye hawezi kuingia kwao, ni ile karama moja hawezi kuyapewa kanisa. Ni karama ambazo zinatumika pamoja kwa ushirika. Na mimi nilipenda sana wahubiri msikie. Nilibishana muda mrefu na mpendwa akapata sisi na mimi nilikubali na Mungu aliwezesha. Jina la Yesu Kristo. Tulikuwa hapa na tukasikia neno la uzuri. Yeye inaleta maisha yetu ifanane na maisha ya mitume. Wengine walituanzia sababu hatuna yetu. Juu tunajenga msingi wa mitume na manabii. Na Yesu Kristo yetu ndiye jiwe kuu la mbele. Nashangaa watu mingi wangali na upotevu. Shamba wanapekelea huduma moja ya nabii William Branham. Hawakanyakuliwa. Hatuwezi tembelea huduma moja ya Ewald Frank. Hatuwezi kunyakuliwa.
lakini zikiungana. Kwa maana Biblia yangu inaanza ikisema tunajengwa kwa msingi ya mitume. Mtume ndio wa kwanza, wa pili ni nabii. Nabii Mungu ananena naye, anamtuma misio. Biblia yote mzima akisha kulitangaza akapenda na Yesu kushikalia. Lakini mtume yeye ni wa kufundisha kusudi watu waelewe vizuri maandiko. Sasa wenyewe wapende ile huduma hata ya kuiba. Sio vile kwenda huko. Tuibishanaka na wafere asalamu wanaamini. Kwa sababu lakini hawawezi kuitika Frank. Tukasema kama mnamkatala na sisi tunaomba. Niliambiana huko ingekuwa kuhubiri kwangu. Anaenda kuhubiri tena wale wa Mungu. Nikaambia habari naye siku na mtokea na watu. Nilisema akasema kweli Mungu bariki mpendo. Alitambua ukweli na miliki. Mtume ndiye anatufundisha na si hatukuwa tunajua kitu. Fernando alitangaza mtume Ewale fulani, akamuona kwa mbali, wakati alikuja akasema wewe unaitwa ndugu fulani, akakaacha na nimero ya nyumba yake. Ndio ilikuwa mara ya kwanza naona, akamwambia utarejea kweli, unabeba hiyo. Sasa wengine wanapotea, nabii anatangaza fulani, wao wanasema hawamtaki. Kama tujakuliwa. Hatuko kule sasa. Tunaendelea wale kujetu. Mungu anakukumbuka. Maisha ya mitume. Jinsi walikuwa, jinsi kanisa yao ilianza. Tunataka na hii yetu. Hapo mai center. Tukue wadogo lakini tuwe na maisha ya mitume. Si kweli? Wenyewe fanya ile dufari yao ni bana. Hawapatia ni wewe. Wenyewe fanya ile dufari. Mnaikumbuka? Mshimame ni wewe. Mshimame ni wewe. Wenyewe wanafanya ile dufari. Shida moja na Mungu awabariki. Awabariki. Mshimame bila hayo. Mungu awabariki. Unaona badada ile na mandugu na baile badada ni watano. Kama Mungu anataka kutembelea kanisa, anaanza kuona wanawake. Sababu kanisa ni mwanamke ni mfano mzuri. Kama nataka kanisa yenyewe shindano mzuri, uanze kuangalia mwasiri. Wale jinsi wako wanasikia vizuri. Wale jinsi wako wanachanua wenyewe. Kama unaona wanasuka. Hakuna na wenyewe walipakala tina Mungu awabariki. Tukaendelea mbinguni. Sawa. Ile maisha ndio tunataka iendelee. Itafuta watu mingi hapa. Kama unaona jinsi mlishaongezeka. Unaweza mkivitendea sawa watu wa mbinguni. Sibaka kubibili nalo watakokota makubili. Hii kanisa situtabomara tunajiongeza wewe. Biblia yangu inasema jinsi mlikuwa mnakuja kwa mitume walikuwa wanaongezewa kwa sababu ya matendo ya Mungu. Jina la Mungu liwezi. Ninafurahi sana. Niko nasikia mimi naweza kaa chini pale. Naona kabisa nilishika maandishi ya neno la Mungu. Lakini tuliandika kwenye ubao kichwa ya maneno yetu tutazungumza. Ninasema mbio sana mlango wa neema ni karibu kufungwa. Mbio sana mlango wa neema inakaribia kufungwa. Amen. Uko na msia mzuri.
Leo neema ingali. Lakini kuko wakati neema wataitoa. Neema ni neema. Kama ingali nakubaliwa kama neema. Mungu atakubali watu wakati wataitika neema yake. Lakini kama wakataa neema yake, Mungu atairudia. Atatoka kukiti ya rehema, atavaa kanzu ya mwekundu, ataikala kukiti ya hukumu. Ile kiti, ile kanzu ya mwekundu inamaanisha kumwanga damu. Leo anaikala kukiti ya rehema, ni kiti nyeupe, anarehemu kila mtu, hata dhambi zetu zinakuwa nyeupe. Anaweza kubadilisha, unakuwa msafi kama theluji. Jina la Mungu lipewe sifa. Leo sasa, lakini kesho unaweza ona na ikara kukiti ya ndio maana sasa banatuambia tufanye mbio sana, sababu Roho wa neema ni kufunga. Ule msomi wangu aharikishe na Mwanzo 6 mstari wa 5 afikie kwa 8 kisha taruka 13 mpaka 18. Twende polepole, akaribia hapo nilikuwa nasikiliza pia. Mwanzo kipande ya 6 Mwanzo 6 mstari wa 5 mpaka 8, urukie 13 hadi 18. Tutasoma jina la Yesu Kristo. Bwana akaona ya kama uovu wa watu ulikuwa mkubwa duniani, na ya kama mawazo yote na mafikiri ya mioyo yao yalikuwa mabaya tu siku zote. Na Bwana alijuta ya kwamba amefanya watu duniani, ikamhuzunisha moyoni mwake. Bwana akasema, nitaharibu mtu ambaye nilimuumba toka uso wa nchi, mtu na nyama vile vile, na kitu kinachotambaa na ndege ya anga, kwani ninajuta ya kwamba nimemfanya. Lakini Noa akapata neema machoni mwa Bwana. 13. Mungu akamwambia Noa, mwisho wa miili yote umekuja mbele yangu, kwa maana dunia inajaa na jeuri kwa sababu yao, na tazama nitawaharibu pamoja na dunia. Amina. Amen. Amen. Mungu abariki neno lake na jina la Yesu Kristo. Napenda Luka ataomba. Uwiteka Mana ishobora byose, wemeye aya magambo turasoma mu gitabo cy'Itangiriro 6:5. Reka rero turabonemo tubwira amagambo meza, amagambo atera imbaraga, kandi igikoresho cyawe ukomeze ugifashe, ugikomeze kugira ngo ugisige, kandi natwe abagishambo ryawe natwe dusige, utuvane mu cyecuru, dushe mu cyecuru kawera, kugira ngo twumve amagambo yawe tubumuka. Reka ibyo ukeneye kuri itorero ubisohoze muri uyu mwanya, abo usobanura tubisabye mu izina ry'Imana wacu Yesu turakoze. Tumesoma hii maneno na kwa hii njoo tunaamini kama Mungu atatutoshea chakula ya uzima na maji ya uzima. Mungu abariki neno lake ndani na mioyo ya wasikilizaji. Hii habari
haiko mara ya kwanza unaisikia, kwa sababu wahubiri wengi wanasema kazi maanisha, lakini tunaomba Mungu atufunulie tujue chenye tunaweza kusema tusiwezi kubadilisha matendo yetu. Mbio sana mlango wa neema ni karibu kufunga. Sasa kama tutafunga tutakuwa tuko wapi? Mungu alikuja na neema. Dunia yote ilikuwa imejaa dhambi. Watu wote walikuwa wanakwisha kuwa watenda maovu. Mungu akajuta. Akasema nitaharibu moto na nyama, kwa sababu mafikiri yao ni mabaya tangu utumbo wa uzazi. Mafikiri ya mwanadamu ni ya mabaya anapozaliwa mpaka anakuwa mzee. Mungu akasema nimeshuka, chenye nimefanya nimeshutia. Mbona mimi niliomba mwanadamu mbona mimi hivi? Mungu akasikia anashuka. Na wewe kama ni wewe na wao unauza gari sasa unaenda tu inakufia hapo, sasa wewe inagonga watu, unaweza shuka chenye kiliacho na shagara kushizanja kulipura huko wenyewe na hii DPS abandi bakora mucyugo bana kushisha pesa zile shamba bakagurisha ibyuma kukindi na wamekosa clear yobaze ni kwa kulirana mwanaume wajana mvua aliusaga Daihatsu inakwenda msumbua ikashira msumbua bisha kasemu kwa tugari nitateremka naye ku mlima ya Tongo kwa kishimo sawa pale chini nitaisore tu kidogo ninayoanza kama mbishi mmoja mmoja damu itakamua mbaya rapfuye Aisha kufa alikuwa amefuta chenye kiliacha na uvuvi sio kubwa moto. Yeye naye alishuta kuona aliumba kwa tabia ya Mungu. Akasema ni mabalize kuhusu wa dunia. Wakati alitazama akaona ndani ya wale watu akaona mtu mmoja mwenye Mungu apewe sifa. Ndani ya kanisa wa Mungu anaweza kuona mtu mmoja mwenye haki. Kama Mungu anaona mtu mmoja mwenye haki, atapunguza hasira, ishara kugabanya kubraka, atatupatia fasi ya makimbilio. Na ile makimbilio ndio tunataka kuzungumza mchana wa leo. Noa akapata rehema mu macho ya Mungu. Akamwambia watu wote, ninaona kama wewe ndio mwenye haki. Ya kulipa na mimi na nihesabu vipi kutaka mambo ya kadri jina la Yesu Kristo. Nilifurahia kwa nani nishi ni Branham sitasoma Biblia na Biblia tu nadhani wao wanasema bieni Branham alikuwa kambukijo Branham alisemaka eti kama unakusanyika nini bora mnaambiwa kwenda mbinguni usikuna jitia kwa nafasi ya kuna jitia kwa mstari wa utaendaga mbinguni. Kama unakuwa na mbili unakuwa sema mimi sitaenda niko mzaifu ule mzaifu utakuwa ule mzaifu utaachana na yanga jehemu. Lakini kama uko mzaifu tu uko na shikoko Nakuya kukusanyika. Unaiona na wakati udhaifu ule. Unapata ni mtazamo mzuri wangu kwa shida. Jua unaona katoto kanazaliwa na ni kiembamba. Lakini sasa analeta chakula pale mbele yake. Anapigania kukula. Anakuja. Kana kwa na kamata hivi. Amia Aisha anafungua hiyo nyingine.
utakaona kale katakuwa na nguvu sana, kutokana kwa utashangaa na kinakuwa kivumbi zakangara kurusha. Niko na kamusika yangu ya mkubwa yangu kaliboma na kula leo na katazama kama na kwa kama hivi lakini kanakuwa kiko na pigania chako ana ngoma vingine vinaenda kuomba vingine bila uzima kilisha kuita kuyo wewe ndio kujenza kucha. Lakini wakati niliendelea kusoma Biblia nikakutana ukiona kama ni mtoto yenyewe na kuroga vitu ndio mwenyewe anapata na nguvu. Natakia watoto ya hii kanisa, watoto ya Mungu, mkue sana maneno ya msijizuiza kukusanyika, hata mwelekeo mkue na mkue. Tukimambiana kusikia mtu wakukua na maenda, ule nifanyenda hivi, nifanyenda ni yeye. Msikuwa mnalisema, lakini mmuombeye, Mungu amurehemu. Ile upendo niliombeana hii mjina la Yesu Kristo. Pole pole ukakutana kule mwenye alikuwa mzaifu. Ile ndio mwenye kuna tuhubiri hapa moto inawaka. Mungu akaona mwenye haki. Ule mwenye haki ni Mungu. Mungu kumaliza maandiko yangu arudie twende nayo. Ule mwenye haki ni Mungu. Akamuona akasema huyu ni wake. Ni watu wenyewe kukumbuka. Huyu ananipendeza. Ananifurahisha. Nitafanya agano na huyu. Hao watu ndawamaliza. Lakini nitafanya agano na huyu. Ni mzao wa huyu. Tena dunia ikaongeza kuijaza. Soma. Anzia kwa mstari wake wa 13. Mungu akamwambia Noa. Mungu akamwambia Noa. Mwisho wa miili yote umekuja mbele yangu. Mwisho wa miili yote imekuja mbele yangu. Kwa maana dunia inajaa mashauri. Kwa maana dunia inajaa mashauri. Kwa sababu yao. Kwa sababu yao. Na tazama nitawaharibu pamoja na dunia. Nitawaharibu pamoja na dunia. Pole pole. Mungu wakati alitazama Nuhu, akapata sasa mwenye anataka kuzungumza naye. Mwenye atapeleka ile ujumbe. Akamwambia, nimeona kudunia yote watu wamekuwa wabaya. Ni wenye jeuri. Ni watu wabaya. Sasa nitawamaliza wote. Nitawaangamiza pamoja na dunia yao. Ndio Mungu aliambia Mungu. Nitawaangamiza pamoja na dunia yao. Dunia yetu tunasema ni watu na wao. Ili udongo Mungu aliangamiza watu ya ile wakati ya Mungu. Kipindi udongo tundu hili. Asikudanganye. Ase wakati Mungu alinyesha gharika, ase ndio neema ilianza kuonekana. Basi safina zilienda kwa nyuma, ikawa juu ya mlima ilikuwa tu ilikuwa na miti tu ilikuwa, lakini waliangamiza dunia. Ni watu wenyewe walikuwa wabaya kwa wakati ya Mungu. Ujifanyie safina. Ujifanyie safina ya mti goferi. Ya mti goferi. Utafanya vyumba ndani ya safina. Utafanya vyumba ndani ya safina. Mungu anaanza kufundisha na jinsi atajua Mungu haonge kufundisha na atake masishio mzuri hata niweza na kujenga hiyo safina. Ndio wale wewe kama wako wanakufundisha. Inaomba usikie ufanye mapenzi ya Mungu. Na kupaka ndani na nje lami. Utapaka
ndani na nje ya lami. Ile lami ni kole. Mungu akamwambia zile mawe wakisha kuvulana utaweka ndani kole. Tuendelee. Iko na wekamata hivi. Utafanya hivi. Urefu wa safina mikono 300. Upana mikono 50. Na urefu mikono 30. Utafanya dirisha kwa safina. Upatia hapo na dirisha kwa hiyo safina. Na mkono mmoja utaimaliza juu. Utafanya ya mkono mmoja. Kisha uweke juu. Na mlango wa safina utaweka kwa mbavu yake. Na mlango hautaifanya sawa hivyo wengine wanafanya. Hakuzaji mtawa kwa imambia haitie mbavu. Wanaanza sawa bali. Ukishaona mtu mwingine akitaka tu. Lakini wao kasema mimi sitakosea Mungu. Ingekuwa kama ni wewe au mimi, lakini akose hii haiko sauti ya Mungu. Mrama wanaitiana mbavu. Ndio yeye ampitia mbavu. Ndio wale na masikio amelitia fasi kwenye mbavu. Kisha tunaharibika. Endelea. Utaifanya dari tatu. Utafia medali 3. Ya chini na ya pili na ya tatu. Ya kwanza na ya pili na ya tatu. Nami nitatazama uzima ndani yao chini ya mbinguni kila kitu. Unasema mzuri. Rudia. Utafanya dirisha kwa safina na kwa mkono mmoja utaimaliza juu. Na mlango wa safina utaweka kwa mavu yake. Utaifanya dari 3. Utafanya dari 3 tofauti pale. Ya chini na ya pili na ya tatu. Nami tazama nitaleta gharika juu ya nchi. Nami nitaleta gharika ya maji juu ya nchi. Kuharibu miili yote ya walio na pumzi ya uzima ndani yao. Kusudi ni haribu miili yote ya watu wenye wako na pumzi na uzima ndani yao. Chini ya mbinguni. Chini ya mbingu. Kila kitu kilicho duniani kitakufa. Kila kitu kilicho duniani kitakufa. Maliza. Lakini nitasimamisha agano langu pamoja nawe. Nitasimamisha agano langu pamoja na wewe. Na utaingia safina. Utaingia safina. Wewe na wana wako. Wewe na wana wako. Na mke wako. Na mke wako. Na wake wa wana wako. Na wake wa wana wako. Na ya kila kitu kilicho hai ya miili yote. Na kila kitu kilicho hai ya miili yote. Shimamia kwa Mungu anafanya agano na mtu. Anampangia jinsi yeye sababu ni mwenye haki. Anapanga namna ya kumwokoa. Na katika Amosi 3:7 ule nabii Amosi alisema hakika Mungu hatafanya kitu duniani kama hayafunulia watumishi wake manabii. Mungu hawezi fanya kitu hapa na hayafunulia nabii kusudi aje atangazie watu wenyewe wanataka angamizwa waanze kusikia kwanza arifu. Mungu ni arifu, kisha kunakuja hukumu. Na sisi Mungu alituneemea akatutumia nabii wa kweli wa kizazi chetu cha mwisho. Ndio maana hatutaangamia. Mungu alimwambia
kutengeneza safina. Ule nabii alimpatia Biblia. Akasema mimi akili yangu ni Biblia. Alishika mkono kainyanyua juu. Wenye wanaamini ujumbe wa Biblia ndio wenye watanyakuliwa. Kisha Mungu akamfunulia maandiko sasa yeye kwa nabii. Akatuonyesha ubatizo mjina la Yesu Kristo. Akatuonyesha mwanamke basisuke yeye. Basikate yeye. Basi jipodosa wa Biblia. Na singe bili tuko tunahubiri. Madini hapa bihubiri. Wanasema mtu anaweza kuwa Mkristo anasuka na nywele. Mtu anaweza kuwa Mkristo anavaa na jipo ya kupasuliwa. Anaweza kuwa mwimbaji na anapasua jipo yake. Na anajipakala anatia matilo. Akashina wana matilo. Aseme ni mwimbaji. Ile ni mchafuko. Anaikatara. Watu wanamuta vile. Wanaangalia. Lakini mwenye ataokolewa. Ni mwenye iko na kifananisha na neno yenye. Noa akafanya yote. Sawa vile Mungu alimwagiza. Alimwambia ajenge safina mti ya mofero. Ile mti ni ya mwepesi sana. Inakuwa na matundu. Ndio maana walimwambia apakale rangi. Kusudi akate ile mti ya mofero ni sababu kulikuwa mbao zingine za mzigo. Lakini akamwambia kata mti wa mofero kwa maana kama mti ni nyepesi ndio kile ataweza kusereleka katika maji. Walijenga ile safina. Walisubiri jua. Ile wakati mvua ilikuwa haijanyesha bado Mungu aumbe dunia. Watu walikuwa hawajui. Akasema nitanyeshesha mvua. Nitaleta gharika. Dunia watu wote wako na mwili na uzima. Hapo bashanga ili mwili utakuwa walikuwa bei ya akili sana. Walikuwa na vyombo vya habari vya Mungu. Walipima mvua kuliko kusikana. Lakini huyu mzee Mungu alifunulia acha tunasaidie. Akaenda mjomba yake. Akaenda kwa binamu yake. Ngoja nimsaidie. Unaweza kuona mburi na yeye walimjengesha safina ni miaka 100 na wako wanaishi. Lakini mvua haikunyesha. Wakati ya Mungu anaambia no, ingia msafiri. Uko wapi msafiri wangu? Ingia msafiri. Mwanzo 7. Mstari wa kwanza. Bwana akamwambia Noa, ingia safina. Bwana akamwambia Noa, ingia msafina sasa. Wewe na nyumba yako yote. Wewe na nyumba yako yote. Kwa sababu wewe nimekuona mwenye haki mbele yangu katika kizazi hiki. Amen. Waachia bwana. Kwa sababu nimeona wewe uko mwenye haki mwa hiki kizazi. Mungu alikuwa mwenye haki mwa hiki kizazi. Mungu alikuwa mwenye haki mwa hiki kizazi. Ingia msafina. Wewe na uzao wako. Baba anakuambia wewe mwanaume ndio kusanyika leo. Wewe na jamaa yako ingia msafina. Safina yetu kwa tunahubiri neno la Mungu. Ingia msafina, zama ndani kwa sababu Mungu anataka kuangamiza. Rehema ya Mungu kuendelea kwa hiki kizazi. Mungu amechukizwa na dhambi zenye zinatendeka huko kwa bakora. Anataka kuangamiza dunia. Sasa wewe mwenye haki, ingia msafina wewe na jamaa yako. Nani mama mwenye ingia msafina? Mchana wa leo.
Nani ndio mwenye ataingia kusafina na jamaa ya leo? Ni nani? Mungu awabariki. Mungu awabariki. Kwa jina la Yesu Kristo. Ingia usafina wewe na jamaa yako. Hapana kwenda waache jamaa yako. Niliwaambia kama unamwambia la kata. Sasa unafanya. Lakini tu nimemwambia alikuwa anamwambia. Akatale nimesema. Sasa unaenda kukusanyika, ambia mke wako. Kama naye ni sere mwenyewe alishaka kuwa kuneno. Mume wangu ananipenda, anataka tuendeke pamoja. Kama ni dada, ambia kuna washikwa sasa, sibali kuambia tuingie msafara. Na jamaa yetu, mbona huko unabakia nyuma? Unajua? Wawezi. Lutu wakati Mungu alimwambia atoke Sodomu, alimwambia atoke aende bila kuona nyuma. Lakini bangelienda na bako banazungumuza. Anaenda kwa nasema mke wangu unanifuata? Walituagiza hivi usikuwa kuona nyuma. Lutu yuko na probleme mzaka na bibi yake. Maana wakati walifika kule kumulima Sohari, walikimbilia watu na shida ya kuzini na basika yake ana bazara. Ilikuwa kama ilikuwa naenda iko nazungumza na mke wake kama haikumpasa. Na hii safari inalomba uende huku naongea na bibi yako, uende huku naongea na mume wako, umwambie. Lakini jinsi tunasikiaga watoto na wengi vile vinaingiaga mtwao, vile vinaingiaga madamu. Mwanze kuwazungumzisha leo. Msiendake kwa kuona hiyo shida. Hivi niko nawaambia ninabia nimesema. Mungu alipatwa na ile shida sababu hakukuwa na mazungumzo na bibi yake. Wakati walifika kumulima ya makimbilio, sasa aligeuka nyuma. Aliona bibi yake alishageuka Mungu na iko mbali sana. Sasa igeukia nguzo ya chumvi. Erote ya kubiwa. Mungu tusaidie. Hii safari inalenga mazungumzo. Ujumbe utasimama mzuri kama mke na bwana wanazungumza. Wanasimamia kwa hii neno. Kama hamzungumze, mmoja atabakia mwingine na hayoni. Kama ni kutoa moja ya 17. Ukuna vizungumzisha bibi yako. Ukiona mume wako anapenda pesa sana, atoe na sadaka. Anatumikaje sema unaweza kutoa kwa mavuno yenu, unakomalisha saa 10, unaona ile moja ndio imekuwa ya mingi. Mwanamke ambia bwana yako, tunaweza kukombiwa, tunaweza kosa kwenda mbinguni, tunaila vya Mungu. Natuambia Mkristo halisi mwenye anashimama mzuri anahakikishiwa na vitu vitatu. Ya kwanza ya muhimu sana, nikisikiliza, ni kukusanyika. Cha pili, ukisha yua kukusanyika kama ni vya maana, toa moja ya 10 na sadaka. Kwa sababu moja ya 10 ni sawa kulipa kodi. Kama uilipe Mungu yona kulipinga ile kodi, wala wanajua benye walishaka leo kulipa kodi ni bana. Na Umukutana ni hapa Musero. Ilegenda gari kulewera. Mshahara walikujuza ndifurumira akijificha. Babitaga ngo ni ingurube zidashora. Wanapewa kiwaita ngurube wasiopana koti. Sivyo ukari kuvuga ngo nibyo. Sasa kama ulipe moja ya 10 ama ulipe shie kinyemicho, Mungu atakuponda leo. Mwanza uchirora. Sadaka ayo nizo jinsi
unaweza kufanya na habari urafiki. Urafiki unakuaga wakati mnatembeleana na msemo unakula mtura. Unazia sote baada kuona rafiki yako. Ukaribu na ikala unakula mtura. Bibi yake, watoto yako wanajua kama wewe ni rafiki. Ndio sadaka nayo kama kuna itoa. Mungu anakuona anasema kule shafikia rafiki kwa Mungu. Kama unataka kuwa rafiki ya Mungu sana usikuna ndoa sadaka. Lakini moja ya 10 misala jinsi na ng'ombe analipa kodi. Ndio anahitaji sijui kile kinachoendelea kule, lakini tulikuwa njia ya kuingia msafiri. Sisi na jamaa zetu wenyewe walikusanyika na libatakia mjina la Yesu Kristo. Ndio akaingia msafiri. Akamwambia, acha mlango wazi siku 7. Acha mlango wazi siku 7. Siku 7 yote mlango ya safari ilikuwa iko wazi. Wenyewe jana kwa ile safari 7 yona hapo wala ingine. Ewa na kidokuwa makali. Unaweza ona leo na ukweli. Acha nasikia kuingia. Nao wakaanza kuingia. Kama swala litamaliza, sina yaamini. Nataka kumaliza lakini nitakuwa sio hiki. Ndio kaingia ndani. Wakaona na nyama zinaingia ndani. Kulikuwa nafasi ya manyama. Kulikuwa nafasi ya chakula yenye chakula. Nafasi ya majani ya mafuta ikakula. Kulikuwa na nafasi ya juu yenyewe alikuwa. Dirisha ilikuwa hiyo. Shimulizo mbona ikanyesha. Waweka ilikuwa hiyo kwa sababu ukovu wetu ikatoka juu. Jina la Mungu lipewe. Kwa sababu ya nini? Anakutia mlango. Wewe unakaitia mlango. Hii kanisa inatoka mwokovu ya Yesu Kristo. Yasiye kulitoka mwokovu. Aliingilia mlango yajilikuwa mlango. Alibakia Mungu. Siku ya kwanza, siku ya pili, wengine walikuwa wanaiga. Anasema nitakuokoa wewe na shamba yako. Na akawadai mke yako na watoto yako na watoto yako. Na sio wenyewe wataenda mbinguni, ndio shakutambua zamani. Hawasifanye chochote kusudi kuitwa wana wa Mungu. Tulichaguliwa kabla dunia hii yote wasingia dunia. Mungu alikuwa amewachagua. Wewe na jamaa yako ndio wenyewe nikaokoa sababu nimeona kama wewe ndio mwenye haki. Na wewe kama uko mwenye haki, ingia mtumo ndani ya kutoka ugonjwa wa shirika. Jina la Yesu Kristo. Ndio sana mlango wa neema na ingia ndani. Mungu akaambia Nuhu, usikuwa wa kutoka, ubakie mule. Chakula ilikuwa ndani. Nasema hii neno la Mungu kwa chakula yote ya siku. Hivi watumishi wako wanakuja. Wanatuletea. Mmoja ikaranga, anatia matomate, mwingine anakuja, analeta mimaungu, nani tupekenya. Analeta nyama ya mnofu, mwingine anakuja, analeta mifupa, ikika wa kuponde, wa kutengeneza, kwa vizuri kulingana na neno la Yesu Kristo. Bali ndio ndani. Baba ni Mungu.
Akaona, lakini aka mzee unaweza ona ikasema ho ushobora kubona ndabara boshi tutokee nje kusema tutwaje tupime kwanza leo tuliona mimbo ya tutaendelea kuikaa sawa wale wazambia wangu watutubwende nyimbo kulia Mungu alitaka hayo mitatu niliwahi hii maana mnabishoke kwa akili yako mshaangalia Musa wakati Mungu alimuita kusudi amwongoze yule Israeli alikuwa mwenye akili, alisomaka miaka 40 yote. Malaika alikuja kusema yeye alikuwa president wa Farao na natoka. Alikuwa anajua kufanya karate. Alikuwa anajua jinsi ya kuua mtu, na hakuchekesha mtu. Mungu akaona kumkomboa na iko vile, akamtuma kukomboa na iko vile. Maana yalipoko na kawaza ni nguvu zake. Azapo alimuongoza kwenda mashamba. Nayo kaimaliza miaka 40. Na iko mwanaume wa miaka 18. Na iko na chunga kondoo zenye hazikuzaa. Wewe sasa unapata na maskini, lakini Mungu alishaka ni sawa. Nitaendelea kuwa maskini. Yeye kuna chunga kondoo zenye haikuwa chunga za nyama zilikuwa za yetu zao akatokea kwenda ukomboe sasa taifa langu alikuwa na raha mpole kwa maana zero Mungu alikuwa anamfundisha jinsi atakuwa mchunga kondoo watu taifa la Israeli. Jina la Mungu sifa. Noa akabakia mbali. Wengine wakaenda wakapima mvua. Mvua wakaikosa. Watu wanakuja na hata wengine wanasubiri na wewe. Unaendelea mbele hapa. Nje ya Noa. Unaweza kujua kama kuja wana mvua. Lakini Mungu wakati alikuwa anatazama kwa imani ndio maana na mwenyewe tuko tunaambia hii dunia Mungu ataiangamiza tena ataiangamiza na moto. Mwenye iko na imani ataona ile moto hiyo, lakini mwenye hana imani akasema moto haitagusa. Wakakosa mvua, wakajitokea mwisho. Baada haanza kuondoka sasa. Kila mmoja anatoka, kila mmoja anasema wengine wa muyomba yake na binamu yake wakazizima. Wakamaliza siku 6 zote. Yeye hata muyomba hata anazeeka kama kusema ndio na akili. Unajua muyomba yangu anasema haki. Unaweza ona ni vya kweli, hata niendelee nikibakilie nao. Kwa siku ya 6 na kunabakia siku moja kubakie na moto mwingine asiyekuwa ndoa na mke yake na kijana yake watatu sana yake wakaona wanabakia na sawa nasikia chini manyama siku Mungu akasema muendelee kubakia ndani. Mungu alisema mlango tuliwacho tu wazi siku 7. Siku ya 7 kama ni mchana, kama ni asubuhi, kama ni jioni, wamesema Nuhu alienda naona mlango inabalia ile siku ya 7 walianza sikia matone ya mvua inaanza kuanguka juu ya safina. Matone ya mvua wanaanza kulia. No, hakika uko mwenye haki, uko msema ukweli. Ile mvua imenyesha, tuhurumia unukuruwe. Tulikusaidia kujenga safina kwa shirikula kiuno.
Mungu asifiwe. Sababu yeye alifunga ile mlango. Ingelikuwa kama ni mtumishi mwenye alifunga bangelibomola banamtupia na maji. Lakini mkono ya Mungu ndio ilikuwa imefunga ile mlango. No, tufungulie. Mimi siliko mlango yako. Mungu anasikia sauti yako au unasikia nini? Siliko mlango yako. Tufungulie. Ile kwa yule sema inakuja. Boga ilianza kuja. Lakini wakati kulikuwa wanasema ni kawerea kamepotea dayere kanazereka mvula ilinyesha. Mungu alikuwa amesema nitaharibu kila kiumbe chenye chimbo na uzima ndani yake. Wote watakufa, watu na manyama wote watakufa. Ni mambo yalikuwa amesema. Mvula ikanyesha, watu wanabana kusafiri. Nuhu tufungulie. Waliona safina inaanza sereremba. Sababu mbao ulikuwa huko. Wanaona inanyangulikana. Maji iliyala hapo. Ingine ilikuwa inatoka chini. Ingine ilikuwa inatoka juu. Wakaona inapanda. Inavuka sawa hii nyuma. Wanaona milima inaanza kupotea. Wanaume walianza kusereremba. Wanaikamata hapo. Kisha walikuwa wanachoka wanaanguka mwana. Lakini sikia, Mungu hawezi kuangamiza watu na haya maarifu. Alianza kuwatumia wakumaarifu. Mungu alituma Nuhu na neno lake. Na kizazi hiki Mungu alituma William na neno ya kweli. Aliteua hawa wahubiri. Nikwambia mimi na hapo tulikuwa tujue kama tunaweza kuhubiri neno la Mungu. Mama Elia ndio alikuwa anashuhudia kwa Mungu. Wanaona tuzo ya kusangira kwa Mungu. Mungu kama yeye ataishia kama wahubiri. Na wao wahubiri wiko ndani, ndio tunawaombea mkule sana maneno. Bali sana kusafiri. Bali sana kusafiri. Nguvu zikaisha, wote waliishia maji. Safina iliendelea kuserereka. Amina. Ilikuwa sawa mbele. Bali mmezunguka kupata ujio wa maji. Nuhu na mke yake na makazana yake wakasikia Musa. Safina ile ndio kama hiyo Mungu sikiwe. Sababu ilikuwa imeshaambiwa na wewe Mungu amekuchagua kusudi usiangamie mbele. Ndoto mayo ni habari. Itaunguza watu, itawamaliza. Hata waishikwa mwingine leo iko na taarifa. Mmoja anaangamiza, lakini ndiye angamizi. Inaomba watu wahubiriwe kwa wengine. Na wengine wanafundisha. Wende lakini kaangamiza. Wanafundisha. Wanasoma Biblia. Lakini maneno mengine wanafundisha. Na Biblia inasema mwende atakuuliza mfano wa Mungu. Watakuuliza kusema ya Mungu na Biblia kwa karibishi wa Mungu. Hawataenda pale. Wengine wanaongeza. Anaanza kuongea. Asema kama Mungu alisema mwanamke wasishipande kwa kuogelea. Wanakuvalia nguo za dhahabu, kuangalia nyambaro chini zaidi. Bei kali. Sasa wanaambia wanasema mambo ya bei. Sio ndio kwa sababu ndani ya mfuko. Sio. Sasa wanakuvalia nguo za dhahabu. Sasa hii ndio Biblia kwa pale nguo za bei kali. Sasa wale wale bei kali ni
namunaga yeye Yesu yeye mimi nawaza uzia yangu aliko yameita ndio afre lakini yeye yako anasuka aliko mgolea anavuka kwa maandiko yale Paulo alisema mkaamka kujali sikaliuliza Branham naye akalisema akasema bwana mke basisuke wewe mimi sasa wanasema seme alisema basokoti bongo mimi nilisemaka sana ni bongo nasema cyane sasa moja Sharon yeye alimwambiaga sababu wangu Branham mkunzi wanataka mimi nywele zangu nikuwe nazitengeneza mzuri shaka mimi sasa nyingine nikuwe mrefu zianguke mgongoni akamwambia sasa Mungu akubariki sasa Sharon nazitengeneza mzuri zianguke shingoni lakini hakusema alikuwa anawaza ngo azakubona ndio asana wengine wanasemaga neno la Mungu na wao ndio wanaisema lakini wako na chuki anapoisha kumsimamo wa Mkristo mkamilifu mtu mkamilifu shitse yuru na wanataka maliza unarudia je kurangiza huko upendo wa ndugu hali kumbe za kidhambi tena yuru kuko upendo wa Mungu ndio anarudia kumbe upendo wa Mungu njoo yuru ya ile kuko Roho Mtakatifu mchoka msonge kenye katashukia kule kwa mwenyewe kazama miki watu wengi hawana upendo hawatajaza Roho Mtakatifu bali wajaza Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste kwa sababu walikuwa na hawana lawama walikuwa wanakuwa na nia moja na moyo mmoja wakipendana Mungu akamwangia Roho Mtakatifu ya kuonesha kama ametia sahihi amesinyia kama ataenda mbinguni na wewe utaenda mbinguni ukiwa na ile upendo ndio wazee tuko na prayer ndio uko na prayer lakini hamuna huru hamtaenda mbinguni zasha huyo ndio tofauti hiyo ujumbe wenye nabii alitumwa na Mungu. Branham alikuwa anapendana sana. Branham alikuta mzee Muafrika yuko mpori hana manguo ya kuvaa. Branham akatosha shati yake na koti yake akafika. Aliona hana viatu, akatosha viatu yake akavimvalisha kwa sababu ya upendo. Tena na machozi na hiki naanguka. Ndio maana tunawaambia upendo wa kiroho unahitajika kwa freye. Jina la Mungu lipewe sifa. Niko nawaambia kama Mungu ataongoza hii dunia, ataiangamiza na moto. Kama tunajua kama dunia hii itaongoziwa na moto, tufanye mioyo yetu iwe tayari kwa kumngojea Bwana wetu. Tusomeni malize Petro wa pili kipande cha 3 mstari wa 10 utafikia wa 14. Petro wa pili mstari wa 3 umesoma kipande cha 3 Petro wa pili kipande ya 3 mstari wa 10 ufikie kwa 12. Kwa maana yeye anayetaka kupenda uzima na kuona siku njema. Hapana. Petro wa pili kipande cha 3 mstari wa 10. Ariko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'umujura ubwo ijuru rizavaho hakaba n'umuriri ukomeye maze igishingiro ibyo byose biremeshwa bikayengeshwa no gusha cyane isi n'imirimo iyirimo bigashirira nuko ubwo ibyo byose bizayenga bityo yemwe uko dukwiriye kuba abantu bera
kandi twubaha Imana mu ngeso zacu. Twebwe abategereza gutebutsa w'Imana uzatuma ijuru rigurumana rikayenga, kandi ibyishingiro ibyo byose biremeshwa bigashongeshwa no gusha cyane. Kandi nk'uko yasezeranije, dutegereje ijuru risha n'isi nsha ibyo gukiranuka kuzabamo. Nicyo gituma bakundwa, ubwo mutegereje ibyo, mukwiriye kugira umwete wo kuzasanga mu mahoro, mutagira ikizinga, mutariho umugabo mu maso ye. Amen. Imana ihabwa icubahiro. Mungu ataposifa. Tulikuwa tunawaambia kama hii dunia Tukababwira ko isi yetu itarunguziwa na moto. izasha. Petro sasa anatuambia siku ya Bwana Mungu wetu itakuwa sawa mwizi. Jinsi mwizi anakuyaga kukuliwa na hayushuro, hii siku ya Bwana itakuwa kama mwizi, lakini haitakuwa kama mwizi wetu, sababu siye tuko tunaarifiwa huko watu ya kuangalia kuwenye wataangamia. Hii siku ya Bwana itakuwa sawa mwizi, lakini siye tulishafika sana karibu ya hii siku ya Bwana. Inakaribia hii siku ya Bwana yenyewe itakuja kuangamiza watu wenyewe wanasikia ujumbe wanapuuzi. Itakuja kwao sawa mwizi, lakini mwenyewe unavisikia anapitia Mungu matendo, mwenyewe unavisikia anafanya sawa vile Mungu alifanyaka, haitakuwa sawa mwizi. Petro sasa mwenyewe anatuonya, anasema jinsi tunajua jinsi hii siku inakuja, tungelipaswa kuwa watu wa tabia kwanza mzuri na binadamu, kusudi ingekuya isimbuze na tungaliko na wamafu na tungaliko uchafu na tungali wenye zambi. Hivi tunajua kama hii siku ya Bwana itakuya kama mwizi, ingelitubidi kujitakasa. Jina la Mungu lipewe sifa. Ndio chenye nilikuwa nashauria wenyewe wamekusanyika leo. Hii siku ya Bwana, neema hivi inaisha. Mlango wa neema ni kukaribu kufungwa, tufanye mbio kujitayarisha kusudi tuje tukiwa tayari. Ninaviombea wenyewe walikusanyika, Mungu awapatie mafuta ya kumongojea na kujitayarisha mjina na Yesu Kristo. Ichagakaia yomana ni nziza uwidakiriye ntabwo yananirwe urugendo.
Mungu awabariki nyote na abariki mtumishi wa Mungu, mchina Yesu Kristo.